Mada inayosema mambo matano ya kuwekeza kwa familia yako. Najua familia zetu tunawekeza sana. Sasa leo tunayo mambo matano tunayokwenda kuangalia ya kuwekeza kwa familia zetu. Na kwa sababu hiyo ni kuombe wale ambao Bwana amewabariki, mmekuja mke na mme, au wewe upo tu ni mme au ni mke peke yako, unaweza ukakaa vizuri ukayaandika haya mambo, ukaenda kushare na mwenzi wako kwamba haya ni mambo matano ya kuwekeza katika familia yako. Na kabla hatujaendelea mbali zaidi, yako mambo machache ya kukumbushana mahali hapa. Jambo la kwanza, natamani nikukumbushe kwamba katika maisha ya kila siku, wale ambao Bwana amewapatia watoto, unapoandaa urithi wa mtoto, usisahau kuandaa na mtu wa kurithi. Dunia ya leo inajitahidi sana kuandaa urithi, yani wanapambana, baba na mama wanatafuta mali ili watoto waje warithi, lakini ukweli ni kwamba wengi wamesahau kuandaa mtu wa kurithi. Na kule tunakoelekea katika dunia ya leo, tutakuwa na watu ambao hawana uwezo wa kuachiwa vitu vya kurithi. Urithi upo, lakini yeye uwezo wa kurithi hana. Jambo la pili ambalo ninakukumbusha na kukumbuka, Mungu akubariki. Jambo la pili la kukumbuka, tunapofundisha watu namna ya kupenda, tusisahau kuandaa watu wanaofaa kupendwa. Katika dunia ya leo tuna watu wengi sana ambao wanapenda, lakini mtu wa kupendwa ndiye hayupo. Ninatambua tuna maelfu ya watu, kwa mamia, ambao wamewekeza upendo mwingi kwa watu, lakini waliwekeza kwa mtu asiye sahihi. Kwa hiyo tunapoandaa watu kwa ajili ya kupenda, tusisahau kuandaa watu wa kupendwa. Namba 3, ninakukumbusha kwamba hitaji la dunia ya leo sio watu, bali watu wenye utu. Kama umenisikia sema amina. Unaweza ukaona wote tumekaa mahali hapa ni watu, kule vituoni ni watu, lakini watu wenye utu ni wachache sana. Kwa hiyo tunapoandaa dunia ya leo, haihitaji watu, inahitaji watu wenye utu. Lakini jambo la 4 na la mwisho, na kukumbusha kwamba jitahidi kukumbuka kwamba unapoandaa kesho ya mtoto, usisahau kumwandaa mtoto kwa ajili ya kesho. Haya mambo ni mawili tofauti kabisa. Kuandaa kesho ya mtoto ni kumwandalia mashamba ya kurithi, fedha, elimu na kadhalika. Lakini namba 2, je, huyo mtoto umemwandaa kwa ajili ya kesho? Atakuwa competent, ana uwezo wa kusimama peke yake. Hebu wazazi mniangalie hapa. Ikitokea leo Bwana ameruhusu lale mauti, hawa watoto waliobaki ambao watabaki wanaweza wakafaa kwa ajili ya kesho. Maana tuna watoto ambao wako mikononi mwa baba na mama, wanahisi kwamba watabaki mikononi mwao, lakini ukweli ni kwamba hatutabaki na watoto wetu milele. Waandae kwa ajili ya kesho. Waambie kwamba kuna siku naweza nisiwepo duniani, mtaingia mikononi mwa mjomba, mikononi mwa baba mkubwa, mikononi mwa shangazi. Na hatujui roho ya shangazi ikoje, maana anaweza akawa na moyo mzuri leo kwa sababu kaka yake yupo, lakini utakapolala mauti, hawa watoto watasimamaje? Tuandae watoto kwa ajili ya kesho. Waliosikia waseme amina. Yes, sasa kuna fungu liko mahali hapa, Mhubiri sura ya 6 na ule mstari wa 3 hadi wa 4. Maandiko yanasema, mtu akizaa watoto 100 akaishi miaka mingi, nazo siku za maisha yake ni nyingi, lakini nafsi yake haikushiba mema. Tena ikiwa zaidi ya hayo amekosa maziko. Mimi nasema heri mimba iliyoharibika kuliko huyo. Yaani hiyo huja katika ubatili na huenda gizani, nalo jina lake limefunikwa giza. Dunia ya leo kuna mtu ambaye hana watoto, analia, anasema Mungu mimi umeninyima watoto. Lakini kuna mwenye watoto naye analia. Wazee mlioko hapo mtakuwa mashahidi. Kuna wazee ambao wako kule vijijini, wanaishi kwenye nyumba za ajabu zinataka kuangukia, lakini wana vijana kabisa wa maana. Wengine ni watumishi wa serikali, wengine watumishi kwenye makampuni mbalimbali, wana pesa za kutosha, lakini wamewasahau wazee wao. Ndicho mwandishi anachokisema mahali hapa. Ikiwa utapewa watoto 100 na ukakosa wa kukuzika, siku ya msiba wako unajikuta umekufa, hata hauna mtoto anayekuzunguka hata mmoja.
unakuja kuzikwa na majirani. Ndicho anachokieleza mahali hapa. Na hili neno likutie moyo wewe ambaye Mungu hajaruhusu upate mtoto. Usimkufuru Mungu, kwa sababu kuna walio na watoto lakini wanalia na kuomboleza. Mambo 5 ya kuwekeza katika familia yako. Kujenga familia ni sawa na kufanya uwekezaji. Sasa hii isikie vizuri kabisa. Ni sawa na kufanya uwekezaji. Hivyo kama mzazi unashauriwa kuwekeza mambo 5 yafuatayo. Jambo la kwanza, wekeza utu na sio vitu. Kwamba tuzifundishe familia zetu kwamba vitu na watu ni vitu vili tofauti. Na nikwambie indicator ndogo tu ya kuonyesha kwamba kwenye familia yako unathamini vitu kuliko utu. Wanawake mtanielewa vizuri, akina mama mlioko mahali hapa. Umewahi kuona mtoto ambaye amefanya kosa la kuvunja glasi moja ya shilingi 1000 akapigwa kipigo cha milioni 1? Kama unanielewa sema amina. Yaani unasahau kwamba hii ni glasi na sio mtu. Sasa tuwafundishe watoto wetu kwamba sisi tunawekeza katika utu na wala sio katika vitu. Tuwafundishe familia kwamba thamani ya mtu haiko katika vitu. Nitazame hapo nielewe vizuri. Kuna watu ambao tunawapokea watu kulingana na vitu walivyo navyo. Yaani hata pale nyumbani ukitembelewa na mgeni unamwangalia kwanza thamani yake. Amevaaje, anaonekanaje, jina lake likoje, ana status gani. Mkigundua tu kwamba ni masikini wa kawaida, mnampokea kwa dharau. Sasa ukiwafundisha hivyo watoto umewapoteza. Wafundishe kwamba thamani ya mtu haiko katika vitu alivyo navyo. Thamani ya mtu iko katika utu wake. Aliyenielewa na aseme amina. Ndio maana unaona mara nyingi hata watoto wetu wakiona wageni wamekuja kwetu ambao ni masikini kabisa, wamevaa vilaka vya ajabu ajabu, wanawacheka hata wawakaribishi. Lakini akishuka pale na gari lake zuri, utaona hata wazazi wanasisitiza vizuri, wanaambia watoto kampokeeni yule mgeni, mpokeeni. Hauwezi kujua ni nani, mpokeeni. Haya yanatukumba sana kama majaribu. Hata wewe nyumbani kwako umempokea mgeni wa ajabu ajabu. Na ninaangalia kisa cha Ibrahimu, angebagua watu kwa status asingepata mbaraka wa watoto. Kwa sababu wageni aliowapokea siku ile, kwanza walikuwa wanatembea kwa miguu. Namba 2, walikuwa wamechafuka, wamechoka na jasho linatiririka. Lakini Ibrahimu akamwambia, karibuni nyumbani mwangu, walau niwaoshe miguu, lakini baada ya hapo niwaandalie chakula. Na wale wageni wakakaribia. Ibrahimu bila kujua amewakaribisha malaika na Yesu Kristo akiwa ndani yao. Ninakutia moyo kwenye familia yako, usimdharau mwanadamu. Baraka zingine zinakuja kwa kujificha sana. Kuna wakati unamuona amekuja ni mtu tu wa kawaida, lakini ndiye amebeba baraka zako. Niliwahi kuambia mahali fulani, familia moja wametembelewa na mtu, halafu akaomba maji ya kunywa. Walipopewa maji ya kunywa, mtoto akaambiwa nenda katupe hiyo glasi jalalani. Yaani ni kama sio mtu aliyenyoa ile glasi. Namba 2, kwenye familia yako jitahidi kuwekeza muda wako na familia. Hebu nione mikono ya watumishi mnaotumika, mlioajiriwa mahali fulani. Hebu nyosheni mikono watumishi mlioko hapa. Aha. Safi kabisa. Sasa kwenye maisha ya kila siku kuna kitu kinaitwa kustaafu, retirement. Tunapotumia muda mwingi kwenye kazi zetu kule maofisini, tunaiacha familia, tunamwacha mke na watoto. Saa ikifika tukisha staafu, tutarudi kwa wale ambao tuliwadharau mwanzoni, na wao watatupokea kwa dharau. Na hata hivyo sera za kutumika sehemu mbalimbali zinatofautiana. Kuna wengine wanakuambia ukipata ugonjwa ambao utakuweka kitandani kwa mwaka mmoja, wanakulipa stahiki zako, wanakuondoa kazini. Halafu narudi kwa yule mama, unarudi kwa wale watoto ambao walikuwa wanakuhitaji. Unawaambia sina muda, niko busy na kazi. Unajenga ofisi, unajenga kampuni, lakini baadaye ukipata ajali, miguu imekatika, unarudi kwa wale watoto na yule mke. Ninawatia moyo, wekeza muda wako kwa familia yako. Hata hivyo niwakumbushe kitu. Unajua kuna watu ambao mpaka akirudi nyumbani anaonekana kama mgeni. Watoto wanakuambia baba tuna shida na wewe, mama tuna shida na wewe. Unaambia niacheni nimechoka. Alafu ngoja niwakumbushe kitu. Hiki kitu
Mungu anisaidie, huenda wiki hii nitakizungumza vizuri. Majukumu mengi tumeyakasimisha kwa watu wasiohusika. Watu tunatoka ofisini kule, tuna laptop zetu. Yaani ofisi inatoka ofisini halafu inahamia nyumbani. Ofisi inatoka ofisini halafu inahamia nyumbani. Utakuta baba yuko busy na laptop, baba yuko busy na simu, hana muda na familia. Katika jina la Bwana, kwenye mikutano hii Mungu akupatie nafasi ya kuwa na muda na familia yako, maana utakapozeeka utawahitaji. Na bahati nzuri hizi kazi zetu ukisha staafu, wanaokukumbuka ni wachache sana. Marafiki zako wanabaki ni watoto, ni mke na wajukuu. Hao ndio wanaojua umeamkaje. Wakikutembelea, mshukuru Bwana. Namba 3, wekeza mahusiano mazuri kwenye familia yako. Kama ni baba, simama kama baba bila kuiuza nafasi yako kwa mtu mwingine. Na kama ni mama, simama kama mama bila kuiuza nafasi yako kwa mtu mwingine. Naomba niliseme hili, najua ni very sensitive na kuna watu wengine huenda mtaweka argument ngumu mahali hapa. Lakini naomba nisikilize vizuri ulielewe hili. Mungu hakukusudia mtoto wako wewe mama alelewe na binti wa kazi. Ni dunia tu ndio imetuzunguka kwa kazi nyingi, ndio tunajikuta tumewachia binti wa kazi wanalea watoto wetu. Tuna wanawake ambao anaweza akamaliza wiki nzima hajamuosha mtoto wake. Hajui mtoto wake anaumwa au haumwi. Anayeosha yule mtoto ni binti wa kazi. Na nikwambie, katika dunia ya leo ambayo imejaa watu wenye roho ya ushetani, tunashauri walau, hata kama uko bize, jitahidi walau mara 2 kwa wiki muoshe yule mtoto wako. Unapomuosha utamkagua anaendeleaje. Tunaishi katika dunia yenye ulawiti mwingi, ubakaji mwingi. Unaweza ukaishi na mtoto aliyeharibiwa bila kuelewa. Usikabidhi malezi kwa mtu yeyote. Walionielewa na waseme amina. Kabisa. Sasa kuna wazazi wengine mpaka hata anaposafiri, anasafiri na binti wa kazi, anasema unajua mimi bwana, namshukuru Mungu alinipa kabinti ka kazi kanakopendwa na mwanangu. Yaani mimi hata nisipokuepo, mwanangu hana shida. Akishakaa na dada yake, wala na yule mama, hata mtoto akijisaidia, hata wakiwa kanisani, utashangaa mama anasema, wewe ana njoo, dada njoo, huyu mtoto amepuu. Yaani mama hana hata muda wa kumtoa kwenye uchafu ule. Na kutia moyo, utakapozeeka wale watoto na wao watakutazama hivi. Bahati mbaya wewe hautakuwa na dada wa kukufuta ukipuu. Maana usidhani utabaki kuwa binti hivyo, utabaki kuwa kijana. Kuna saa inakuja nguvu zitaisha kabisa. Kwa hiyo kama dunia imewapeleka mbali, jitahidi kabisa walau mara 2 kwa wiki. Weka mahusiano na mtoto wako, muoshe, kanae, muulize kule shuleni mnaendeleaje, ni nini kinachoendelea, wamekufanya nini, atakwambia. Namba 4, wekeza imani kwa familia yako. Kwa mzazi, kama mzazi, uwe na imani yako kwa Mungu ambayo watoto wataifuata. Na ndio maana vijana mlioko hapa na mnaonifuatia, sikilize, ndio maana tunashauri si vizuri na si salama kuoana watu wa imani tofauti. Yaani wewe ni wa imani hii, unaoana na wa imani nyingine, mnachanganya watoto. Kwa sababu tunahitaji wazazi muwe na imani moja. Mkisema leo tunakwenda kuabudu Jumapili, wote muambatane na watoto. Mkisema leo ni Ijumaa, wote muambatane na watoto. Leo tuna familia za chotara. Baba Muislamu, mama Msabato, baba MKKT, mama Mkatoliki. Halafu watoto wanashindwa waende kwa nani. Na wazazi wanajisifu, wanasema sisi watoto tu wachague, watakapokuwa watu wazima watachagua. Ndio maana leo niko serious na hiki kitu, ni very sensitive. Usijue kwamba kutambulisha dini kwa mtoto hakuanzi akiwa mkubwa. Tunatambulisha imani akingali tumboni. Walionisikia na waseme amina. Muwe na imani moja, mume na mke, kwa usalama wa watoto wenu. Halafu namba 2, aminika. Mzazi aminika kwa watoto. Wazazi wenzangu mnisikilize vizuri. Kuna vitu tunavifanya ni vidogo vidogo, lakini vina athari kubwa. Umewahi kufanya kosa la kuambia watoto, ninakimbia hapa sokoni, nikirudi na waletea zawadi. Halafu mtoto anasema, baba uniletee na gari. Wanasema naleta. Nipungie mkono kama mnanielewa vizuri. Naleta, halafu haukuleta. Hiyo ahadi inamfanya mtoto aone wewe ni muongo. Kwenye maisha yangu haya ya utumishi, niliwahi kwenda familia moja, nikakutana na mtoto ambaye nilimpenda sana. Kwanza yule mtoto aliniuliza swali hili, utalala au utaondoka? Nikamwambia nitalala hapa.
Baadaye asubuhi kulipokucha, tumemaliza tu kufanya maombi vizuri, vile vitoto vinataka kwenda shule vikanifuata. Vikaniambia, baba fulani. Nikamwambia naam. Usimwamini baba, ni muongo. Nikamwambia amefanya nini? Alitununulia kitanda akasema ni cha kwetu tu, lakini ndo hicho ulicholalia leo. Baba ni muongo. Mzazi, jitahidi sana kuaminika kwa watoto wako. Ukiwaambia ni marufuku kurudi saa 4 usiku, na wewe usirudi saa 4 usiku. Usiwazuie ambacho wewe haukifanyi, na Bwana atusaidie sana. Namba 5 na mwisho, wekeza upendo katika familia yako. Wewe wapende watoto wako. Na ngoja niwaambie wale mlio na familia, bila kujali ni watoto wa kuzaa au ni wa ndugu unaishi nao, hakuna faraja kwenye maisha haya kama kuzungukwa na wanadamu. Ni zama hizi ambazo tunathamini vitu kuliko watu. Kule kanda ya ziwa, Wasukuma wanaka methali kazuri sana, wanasema shire washikwere shire washidohe banu wakwere. Yani ni nafuu chakula kiwe kichache lakini watu wawe wengi. Fahari ya Msukuma ni kuona watu ni wengi hata kama chakula kitaperea. Lakini angalia leo tukitaka kuzaa tunasema watakula nini? Yani ni walete watakula nini? Shire washidohe banu wakwere. Simple and clear. Wapende familia yako, jivunie familia yako. Tuna wazazi ambao hawataki hata kukaa karibu na watoto wao. Tena ukikuta na kacheo kule duniani, na ndo sasa mtoto anamtembelea, anakuja mtoto kama zinatiririka, anamwambia mama, natamani na mimi nicheze nawe. Hata sisi watumishi Pastor Butoke, mimi wanawaambia hata nikiwa ninahubiri mahali hapa na mtoto yuko mahali pale, akitaka kuja hapa mimbarani mkamzuia, mumemfanyia ukatili. Maana yeye haoni mchungaji, anaona baba yake. Sasa kuna washirika wanasema huyu mtoto wa mchungaji ana kiherehere kwa baba yake. Ana haki ya kumfuata mahali popote. Ndio maana wao ninaona hata waimbaji wanapokuja hapa kuimba, mara nyingi watu na wanyang'anya watoto. Leta hapa, katoto kanaenda kanalia, kanarusha miguu, kanasema kama kuna kanisa lenye mashetani ni hili. Yani mama anapopanda pale wananinyang'anya. Asikiliza, wakati mwingine ustaarabu unaua upendo kwa watoto wetu. Kwa hiyo wekeza upendo, wapende, lakini sikiliza, wafanye wapendane. Hao watoto wapendane. Kuna wengine ambao umezaa watoto wanafuatana, unashangaa wanawaambia hii nguo ni ya huyu, hii ni ya huyu, msivariane. Wafanye wapendane. Chake ni cha huyu ni cha huyu, wapendane. Lakini pia wafanye waipende jamii. Mungu atusaidie itokee siku moja ni anniversary ya ndoa yangu au ni anniversary ya ndoa yako, badala ya kutoka na kwenda kula kuku, tuchukue watoto wetu twende mahali fulani. Kuna hii story nizungumza mahali fulani na muhusika aliniruhusu kuisema. Wamekuwa kigombezana na mke wake, anasema haunitoi out wakati wa anniversary. Siku moja akaniambia, mchungaji, naomba uje kwenye anniversary ya ndoa yangu. Nikaenda, tukashangaa, namwambia mke wake na watoto, ingieni kwenye gari tunatoka out. Kumbe yule mwanamume ameshaandaa katara, ameshaandaa chakula kiko kwenye buti ya gari, tunakwenda kwenye kituo cha watoto yatima. Wanaposhusha kile chakula kwenye kituo cha watoto yatima, wana miaka hawajala pilau. Tukashangaa wale watoto wa yule mwanamume wanalia. Mwishoni tunataka kuondoka, akamwambia, dadi, tuondoke na hawa watoto. Wanaona vigumu kuacha mahali pale. Wafanye watoto waipende jamii. Wafanye waone kwamba wao sio wao tu. Maisha ni kutegemeana. Hata kama wana kila kitu, wanacho kila kitu, waonyeshe kwamba bado wanahitaji jamii. Ndio maana watu na washauri, hata kama umejitosheleza, jiondoe akili mara moja, nenda kaazime kitu kwa jirani. Nenda tumwambie jirani, nimeijia chumvi. Hata kama una kila kitu, mbonyeze jirani yako, mwambie, pastor, ishie hapo, wasonge mbele. Amekwambiaje? Sasa sikiliza. Vikwazo vinavyozuia tusiwekeze uwekezaji huu ni hivi hapa, na visoma kwa haraka. Kikwazo cha kwanza ni wazazi kukaa sehemu tofauti, aidha kwa kutengana au kwa sababu za kikazi. Kwanza niwape pole wale mnaoishi mbali. Nilizungumzia habari ya ndoa ya wifi. Kwa kweli sio mpango wa Mungu. Na kwenye maombi haya, kama kwa kweli unaishi mbali na mwenzi wako, mwambie Mungu akusaidie kwenye mikutano hii, awaweke pamoja. Maana mtoto anahitaji malezi ya baba na mama, sio ya mama peke yake, sio ya baba peke yake. Jitahidini sana msikae mbali wakati wa malezi. Namba 2, kuwa na kazi isiyokupatia muda. Unaamka saa 10 alfajiri, unarudi mida ya saa 4 usiku. Watoto wamelala, hawamuoni baba na mama. Namba 3, mila na tamaduni potofu. Kuna wanaume wanadhani kwamba
Ili uwe baba lazima uogopwe kwenye familia. Yaani ukifika useme, hey, watoto, hey, wanadhani hiyo ndio kuitwa baba. Huo ulikuwa ni ujinga wa zamani. Baba ni tumaini la familia. Ukiingia watoto waseme, wow, baba ameingia. Mimi wanafurahi sana nikifika nyumbani, utaona vinanikimbilia. Chenye kuvuta sikio kinavuta, chenye kuvuta pua kinavuta, chenye kunikalia mgongoni kinakaa. Yani ni marafiki. Usikae kama simba. Ndio maana wanaume tunakufa haraka. Nitawaambia kesho kutwa. Tunajifanya sisi ni wagumu. Mama yuko jikoni anapiga story na vitoto, vinampa story. Unajua nilipokuwa shuleni, kuna mtoto aliniambia hivi. Mama anacheka, wewe uko paru umeng'ang'ana na lesoni ya robo, utume kwa wasiojulikana, utakufa mapema. Sikiliza. Baba, usijifanye mbabe kwenye familia. Wahakikishie watoto wako kwamba wewe ni rafiki yao. Namba 4, ongezeko la talaka kwa wanandoa limefanya uwekezaji ufe. Takwimu nitazitoa ndani ya wiki hii, naomba nisizitoe kwa sasa. Sasa shida nyingine ni tabia ya kurithi. Kuna watu ambao automatically wamerithi tabia ya kuoa na kuacha, kuolewa na kuachika, wamerithi tabia ya kuwa makatili, tabia ya kuzaa ovyo ovyo. Unaweza kuwalaumu, kumbe wamerithi. Namba 5, kukosa hofu ya Mungu. Jitahidi sana kupata hofu ya Mungu. Ushauri wa leo ni huu hapa. Sikia hiki kitabu kinasema hivi. Wazazi hawapaswi kuruhusu shughuli ya biashara, desturi za dunia au tamaa ya mtindo wa maisha kuwa na nguvu ya kuwatawala kiasi cha kuwapuuza watoto wao katika kipindi cha utoto wao. Kushindwa kuwapa mafundisho sahihi wanapokuwa wakikua. Usiruhusu jambo lolote likutenge na watoto wako. Kama ndio hitaji lako, simama nikuombee. Baba mbinguni, tumekubali kuwekeza kwa familia zetu, nawe tusaidie tukafanye huo uwekezaji kwa jina la Yesu Kristo. Amen.